Najiuliza ingalikuwaje kama mtoto huyu angeingia kwenye Ikulu ya Tanzania, ama ingalikuwaje kama mtoto huyu angeingia kwenye Ikulu ya nchini Kenya, ama ingalikuwaje pia kama angeingia Ikulu ya nchini Kongo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Huyu mtoto alipenya kwenye fence ya Ikulu, akaingia mpaka ndani, akaona kimbilia kule Ikulu kabla ya walinzi kuweza kumchukua na kumuondoa katika eneo hilo, kama video ambavyo inaonekana hapa mwana Harris video. Najiuliza bado ingalikuwaje kwenye ile Ikulu. Hatari. Hello. Upande wa bandari ya Mwanza Kaskazini, TPA kwa niaba ya serikali iliingia mkataba na kampuni ya China Railway Group 15 ya China kwa ajili ya ujenzi na upanuzi wa bandari ya Mwanza Kaskazini. Mkataba wa miezi 18, katika maana kwamba mwaka mmoja na miezi 6 kwa gharama ambazo nimeshazitaja. Mkataba huo uliingiwa tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2023. Na maeneo muhimu ambayo yalikuwa yamewekewa kwa ajili ya kufanyia upanuzi na maboresho ni pamoja na ujenzi wa maegesho ya meli katika maana ya quay, kuna ujenzi wa miundombinu ya barabara na sakafu ngumu, lakini pia kuna uzio wa jengo la kuna ujenzi wa jengo la abiria, ujenzi wa jengo la ukaguzi wa abiria pamoja na mizigo, kuna ujenzi wa uzio wa bandari, ujenzi wa miundombinu na mifereji ya maji, ujenzi wa kingo za mto Mlongo ambao unapeleka maji yake katika ziwa Victoria. Lakini jingine ni kuhamisha miundombinu ya reli. Kama mnavyofahamu, bandari ya Mwanza Kaskazini ilikuwa ina miundombinu ya reli ambayo sasa kutokana na maboresho haya inabidi iondolewe. Lakini jingine la mwisho ni kazi za uwekaji wa miundombinu ya umeme ya kisasa. Mpaka sasa hivi asilimia ya ujenzi wa upanuzi na maboresho ya bandari ya Mwanza Kaskazini yamefikia asilimia 44. Labda niwaeleze kwamba kilichopelekea serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania kufanya upanuzi wa bandari hizi 3 ambazo nimewaambieni ni kutokana na ujenzi wa meli kubwa kabisa ya abiria zaiko Mwanza Kusini kule, kwamba ukubwa wa meli ile kwa miundombinu iliyokuwepo wakati huo isingeweza kuiaccommodate ile meli. Kwa hiyo ikalazimika tuanze kufanya mabadiliko ya hii miundombinu yetu. Mradi huu utakapokamilika utatusaidia sasa kuongeza idadi ya abiria ambao walikuwa wanasafiri kwa mwaka kutoka idadi ya abiria kutoka kwenye abiria 1,640,000 abiria watakao safiri kwa kutumia miundombinu ambayo itakamilika itadabo mara 2, kwa sababu kwa sasa hivi ilivyo katika hali ya kawaida meli hii inasafirisha abiria 600 kwa siku, lakini ile meli kubwa itakuwa ina uwezo wa kusafirisha abiria pamoja na mizigo, abiria peke yake 1200 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo miundombinu hii itakavyoongeza tija kwenye usafirishaji wa abiria na mizigo. Nataka niwape story ya ese. Jana kulikuwa na ubishani wa kuana pale ofisini. Changamoto sisi wauza magari ndio huwa tutaifanyaga, tunajua magari. Baadhi tunajua, lakini tukutanaga wenyewe kila mmoja atakajifanye yuko juu. Sawa? Nataka nisheni kitu kimoja.
tulikuwa tunaongelea swala la kukimbia gari. Kila mtu anaongelea gari yake anakimbia. Kila mtu anaongea gari yake anakimbia. Lakini kuna gari nyingi ambazo zinakimbia. Hata wewe mwenyewe nikwambia sasa hivi utabisha. Sasa ubishani wetu ulikuwa gari hii hapa ambayo niko nayo mimi hapa. Hii ni BMW X5 ya mwaka 2005. Hii hapa kitu ambacho naambia hata wewe unaweza kabisha. Hii inakimbia kuliko Land Cruiser 300. Nitaonyesheni hapo kwenye video kwamba 300 iko vipi. Hii gari ninataka nyumbani hapa nifungue. Hii gari hii hapa BMW X5 umeona? Hii inakimbia kuliko 300. Bwana hapo ndo nimechokoza watu. Nimechokoza vita kwamba watu wanabisha, lakini mimi nikaambeni ukiachana nayo mambo, gari si hapa. Twendeni safari kama ipo. Tutafute safari twende. Hii gari inatembea kuliko 300. Sasa sijajua unakubaliana nao au unabisha. Hii gari inakimbia kuliko 300. Nimwambia ndugu zangu jana wamebisha na ikawa ni hatari. Ubishani wa kufa mtu. Wakati hii gari upinzani wake jamani mimi sijaona. Hii gari inauza milioni 38 lakini upinzani wake kwenye hii gari sijaona hii X5. Hii kama uko na Crown studio usaongelee kwa sababu Crown bwana watu wasemaga watu wa Crown zinakimbia. Crown yenyewe hata Mazda Atenza zile Mazda Atenza inakimbia kuliko Crown. Lakini watu walijui hilo. Kuna gari nyingi zinakimbia kuliko Crown, lakini Crown imenunuliwa na vijana wengi ndio maana zisifia. Ila Crown ni hamna kitu. Hamna kitu. Hata usijaribu kabisa kwenye muziki mingine. Hii kama tunaenda Arusha nakwambia wewe anzia anzia wapi Bagamoyo? Mimi ndo natoka Mwenge hapa. Arusha wingi tajiri. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Anaponya kwa ajabu. Anaponya kwa ajabu. Anaponya kwa ajabu. Sifuni jina lake. Auisha kwa ajabu. Auisha kwa ajabu. Auisha kwa ajabu. Sifuni jina lake. Abariki kwa ajabu. Abariki kwa ajabu. Abariki kwa ajabu. Sifuni jina lake. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.